Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habab al-karam, ikiwa leo ni chungu cha 9 lakini chungu cha 8 kwa waliofuatia kwa kufunga. Ndugu zangu, leo tutembee na maneno haya. Pana kauli inasema, alladhina ya'rifuna hum a'da'u kibaru dhalimin, wale wenye kujua, wale wenye kufahamu siku zote huwa wanakuwa ni maadui wa madhalim. Ukiona dhalim yoyote, awe kiongozi, awe mtu yote dhalim hivi, adui zake wakubwa wanakupugwa wale wenye kujua. Yaani ukiwa wewe unajua, unafahamu mambo, unakuwa ni adui. Na siku zote kuwauzia ujinga, yani ujinga mara nyingi wanauza watu madhalim. Kiongozi akiwa dhalim atawauzia elimu duni, atawauzia ujinga upumbavu tu, kwa sababu siku zote watu wenye akili kubwa, viongozi ambao wanaongoza katika udhalim pasi na hofu na Mungu, watu wajinga ndio mtaji wao. Watu wanazidi kupata taarifa ambazo sio, wakipindishiwa taarifa ukweli, ndio wanakuwa maadui. Ndio maana hata hizi elimu ambazo tunapewa mashuleni tuzitazame kwa jicho la pili. Azifidishi. Yani zinamweka mtu katika kukalili, azipanui ubongo wa mtu. Kwa nini nazungumza hivi? Ni kila mmoja ajitafakari. Hivi wakija watu wanaojua mambo, au ukiwasikiza, una feeling gani kifuani mwako? Ukijiona unaumia, ukijiona unakeleka kwa watu kujua mambo, kwa nini amejua yeye, anajifanya anajua, basi wewe ni dhalim. Kwa sababu siku zote usemi unasema watu wenye kujua ni maadui wakubwa wa madhalim. Dhalim yoyote anataka watu wawe wajinga. Asijue mtu isipokuwa ajue yeye. Asifahamu mtu angalia leo ikitokea mtu kafahamu hata dawa ya HIV mfano, watamuua. Kwa sababu kwa nini amejua yeye? Kwa nini mtu kutoka Tanzania akajua? Kwa nini mtu kutoka Kenya? Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba unadili na watu wa aina gani. Si kila kitu kikijua useme kwamba kitu hichi najua, utapotea. Ni kipimo kwako wewe na mimi. Ni kipimo. Je, tukiona mtu anajua kitu, anafahamu kitu, tunafini gani kwenye mioyo? Tunajisikiaje? Tunajisikia kumbeza, tunajisikia kumtia kasoro. Na ndio maana utaona mtu uweza kuzungumza video au darasa lenye dakika 9, dakika 10, dakika 20, mtu mambo yote akayasahau, akachukua pungufu hili moja, akasema pungufu hili wacha nimkosoe kwenye comment, wacha ninanilie, nimpige nalo usoni, yote ameyasahau. Ndio unafahamu huyu atakuwa ni dhalim. Kwa sababu watu madhalim wenye kujua ndio wanakuwa maadui wao wakubwa. Ndugu zanguni, tulitafakarini hili na Mwenyezi Mungu atatulipa. Minal ladhina yastami'una alqawla fayaktubuna hasana, walhamdulillah rabbil alamin. Wa huru uokoke, utumwani utasuke, ufurahike.